Kijiji ndugu zangu ni cha kwetu. Sisi serikali ya kijiji na wananchi tunapokuwa tunaanza kufanya vitu, serikali inakuja inatushika mkono, mambo yanasonga mbele. Kwa hiyo hii zahanati ambayo tunaiona hapa, nyie mmekuwa chachu kubwa ya mafanikio mpaka hapa tulipofika. Mlianza kwa nguvu zenu mpaka mliezeka, na sisi nakumbuka mimi wakati tunafanya kampeni mwaka 2020 tulifanyia pale Kilabuni, kuna wakina mama nilikuwa nawaambia, na mimi kwa sababu mmefanya kile mlichokifanya sitawaangusha. Kiukweli ndugu zangu, nilienda mimi kupambana, mimi kama kijana mwenye nguvu, kuhakikisha tunapata hela ya kumalizia hii zahanati kwa kushirikiana na viongozi wa chama, viongozi wa kijiji hawa wamekuwa wamekinisukuma sana, lakini na mheshimiwa mbunge. Kiukweli nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye ndo anatoa idhini ya hela kuja huku chini. Tulifanikiwa kupata milioni 30. Sio hela ndogo hata kidogo. Tungesema sisi kama kijiji kwa idadi yetu tuichange, kwa kweli tungechukua muda mrefu sana. Tulipata milioni 30 kwa namna mbili. Milioni 27 kutoka halmashauri mapato ya ndani, lakini milioni 3 nilimleta mbunge hapa, nyewe mlikuwepo. Akatupatia milioni 3 ambao yeye alielekeza kwenye nyumba ya mganga. Lakini baada ya kuona milioni 27 haimalizi zahanati, tukamuomba mbunge kwamba hapana, hauwezi kujenga nyumba ya mganga wakati zahanati haijakamilika. Tukaihamishia wapi? Kwenye zahanati ili iweze kufanyaje kukamilika. Lakini bado zahanati haikukamilika. Tulirudi kwa wananchi kwamba jamani, tumepelea kidogo marumaru na vyoo, wananchi mmetuunga mkono, hivyo vitu vimekamilika. Kwa kiukweli wana Mapogolo, mimi naomba mjipigie makofi kwa ajili ya ushirikiano wenu. Mjipigie makofi tena, ongeleni sana. Yaani haya mafanikio mnayoyaona kwa ajili ya moyo wenu na wachungaji wanavyotuombea, kwa kweli mimi ninawapongeza na ninawashukuruni sana sana sana. Lakini hatujaishia kwenye zahanati. Mnakuwa mashahidi, mwaka 2020 hatukuwa na maji hapa kijijini jamani. Uongo ukweli? Uongo ukweli wana Mapogolo? Lakini leo tunazungumza, tuna maji ya bomba. Na kila mtu anaruhusiwa kuyachukua hadi nyumbani kwake. Kwa hiyo haya ni maendeleo ambayo tumeyapiga ndani ya muda mfupi. Lakini hata umeme haukuwa hivi ambavyo tunaona upo sasa hivi. Uongo ukweli? Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwashukuru kwa ajili ya ushirikiano wenu. Kikubwa sisi kama wananchi tunatakiwa kuendelea kuwaunga mkono viongozi. Mna viongozi wazuri sana. Mna mtendaji mzuri sana 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 sana. Tukimtuma anakuja anafanya, hana shida mama wa watu, si ndio? Kwa hiyo tuwaunge mkono. Lakini mna serikali ya kijiji ambao ni wazuri sana, na mimi sina wasiwasi nao. Hapo watasoma mapato na matumizi, na mimi mtendaji ninaomba mnaposoma mapato na matumizi yale ya hela za wananchi, mtusomee na mapato na matumizi, sijui kama hamjawahi soma. Na zile milioni 30 mlishasoma zile. Kwa hiyo mnaposoma mapato na matumizi, mnawafanya wananchi wawe na moyo wa kuendelea kukichangia kijiji, si ndio jamani? Basi baada ya kusema hayo, mimi jamani niwashukuru. Nirudishe mic kwa mwenyekiti ili watuletee yale ambayo tunatakiwa kuyajadili. Baadaye sasa ili tuweze kushauriana kwa pamoja, na viongozi wetu watatushauri, tutapata mwafaka ili tuweze kuifungua hii zahanati yetu. Yaani kwa sasa hivi sisi Mapogolo ajenda yetu ni moja kubwa, ni kuhakikisha zahanati inaanza kufanya kazi, akina mama, watoto, akina baba wanaanza kutibia wapi? Hapa na sio kwingineko. Mapogolo oye! Mapogolo oye! Mimi kwa majina naitwa Daudi William Mwambwiga. Nashukuru sana kwa uongozi huu ambao uko hapo mbele, pamoja na wataalamu wote ambao wako hapo mbele. Nadhani kwamba kufikia hii hatua ya zahanati hii ni kwamba ni kwa ajili ya uaminifu wa serikali na kwa ajili ya uaminifu wa diwani. Tunashukuru sana diwani kwa kutupigania wananchi wa hapa Mapogolo. Tunakushukuru sana pamoja na joko lako hilo. Lakini tunasema asante sana. Mimi nashukuru kwamba asante sana. Tunaomba sasa hizo wiki mbili ambazo umetuahidi kwamba zahanati hii itafunguliwa, tunaomba sana sana sana, kwa sababu akina mama wanatoka mbali huko mpaka dakika hii, wengine sasa vitambi viko mbele. Tunaomba sana sasa kwamba hivi vitambi visiendelee kusonga mbele, viishie hapa. Tunashukuru sana serikali ya Mapogolo, tunasema asante sana, na muendelee kwa huo uaminifu, kwa sababu pasipo nyewe kusimamia hapa tusingefikia hatua hii. Kwa jina naitwa Subira William Masile. Nataka kumuuliza mtendaji kwamba aliomba gharama
ya hivyo vitu kwa huyo daktari aliyekuja, ili tujue changie shilingi ngapi ili vitu hivyo vipatikane.